Na mtazamaji wa ZTV, karibu tuzungumze, lakini pia tuyachakate yale yote yanayojili kwenye ulimwengu wa soka la kimichezo, nikizungumzia hapa Tanzania, lakini tunachagiza mengi kabisa ya kimichezo, hususan ya kitaifa pamoja na ya kimataifa, yote tunayazungumza kupitia ZTV. Wewe ni mara yako ya kwanza unaungana nasi ZTV, basi nakusihi tu kusubscribe sasa ili uwe kwanza kabisa kupata update mbalimbali za michezo kutokea kwenye channel yako pendwa kabisa inayokuweka wewe karibu na habari za michezo. Subscribe, washa alama notification, bila kusahau kushare kwa marafiki zako na kucomment kile ambacho naenda kukizungumza na utakaenda kukisikiliza. Toa maoni yako. Na tumemwona mchezaji ambaye amesajiliwa na klabu ya Simba, Anicent Oura. Ni mchezaji ambaye kwa namna moja ama nyingine, ukiangalia kiwango chake ama ubora wake, unaweza kuzungumza ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji ambaye amezaliwa tarehe 7 Disemba 1999. Kwa sasa ana umri wa miaka 26. Na yeye ni mchezaji kutokea Cote d'Ivoire, yani Ivory Coast, Afrika Magharibi, ambapo alizaliwa na kukulia kabla ya kuanza safari ya soka ya kuja kusajiliwa ndani ya klabu hii ya Simba Sports Club, moja ya klabu kubwa Afrika Mashariki. Na akiwa Simba, Oura alikuja na nguvu mpya, akionyesha uwezo wa kufunga mabao, kutoa pasi za mwisho, na kuwachanganya mabeki kwa mwendo na mbinu zake. Yaani ni mchezaji hatari kabisa wa klabu hii ya Simba. Na mchezaji huyu ni mchezaji ambaye katika timu yao ya huko nchini Ivory Coast yupo pamoja na Pacome Zozo, mchezaji wa klabu ya Young Africans. Kwa hiyo ni mchezaji hatari. Hata Pacome mwenyewe anazungumza kwamba ni mchezaji hatari kabisa ndani ya kikosi chao huko. Lakini tumsikie hapa mchambuzi Alex Ngeleza kutoka pale TV3 akizungumza kuhusiana na fitness ya Oura. Bado ipo chini kwa upande wake, yeye anasema hivyo, hajaridhishwa hata kidogo na kiwango cha mchezaji huyu. Hayo ni maoni yake, sio maoni yangu mimi, lakini naye pia utatoa maoni yako kuhusiana na mchezaji huyu, lakini pia ambacho ameenda kukizungumza ama atakachokizungumza kwa sasa hivi. Tumsikie Alex Ngeleza, tunaungana naye moja kwa moja, usikilize uchambuzi, full uchambuzi na unaopata kupitia kwa mchambuzi huyu hapa akizungumzia ubora wa mchezaji Oura kwa namna moja ama nyingine kwa mechi mbili hizi kwa Simba walizocheza, na yeye pia utaangalia ubora wake kwa namna moja ama nyingine. Huyu hapa, tumsikilize Alex Ngeleza. Ukija kwa Oura, moja ya vitu ambavyo vimenivutia kwake ni ule uwezo wa kujiamini alionao, namna ambavyo anapiga pasi, anavyopokea mpira, anavyolitazama lango la timu pinzani, movement ambazo anazifanya, it was superb. Lakini changamoto ambayo nimeiona kwake ni fitness yake bado inaonekana iko chini sana, hana fitness ya kutosha, lakini atakapozidi kupata muda wa kucheza zaidi, naamini atapata fitness nzuri na anaweza sasa kuwa miongoni mwa wachezaji tishio kabisa kwenye klabu ya Simba. Lakini hapa lazima Simba sasa wamvumilie, kwa sababu zipo game ambazo Simba atacheza ambazo zinahitaji intensity kubwa, hawezi kukupa intensity kubwa. Hata game ya jana ni kwa sababu anacheza dhidi ya Mashujaa, ndio maana tumeona kile ambacho tumekiona. Lakini kwenye game kama dhidi ya Esperance de Tunis au timu hizi mechi za kimataifa, unaweza usimuone akiwa kwenye piki ile ya jana kwa sababu ya level ya fitness alionayo. Kwa hiyo bado watu pia wasiweke matarajio makubwa sana kwa karibuni kwa Anicent Oura. Ni mchezaji mzuri, lakini aina ya mechi ambazo Simba anaenda kucheza zinaweza kumfanya asionekane bora kama ambavyo ameonekana kwenye mchezo wa jana, kutokana na level ya intensity hizo mechi ambazo Simba anaenda kucheza. Lakini pia ukiangalia yeye bado hajapata fitness nzuri. Kwa mfano, ukiangalia fixture ya Simba wakitoka hii mechi hapa dhidi ukiacha ile mechi ya jana dhidi ya Mashujaa, wakitoka wanaenda kucheza na ES Tunis. Wakitoka na ES Tunis wacheza na Singida. Wakitoka na Singida hapo kuna Petro Atletico. Manake ni mechi tatu ambazo zinahitaji timu iperform kwenye intensity ya juu kweli kweli. Sasa ukiwa unahitaji kuperform kwenye intensity ya juu kweli kweli, ukiwa na mchezaji ambaye bado hajawa na fitness ya kutosha, ni ngumu sana kukupa kitu kizuri.
Kwa hiyo jana kacheza vizuri kwa sababu anacheza na Mashujaa. Ila waendelee kumpa muda zaidi, kuvumilia. Miguuni anaonekana kuna kitu anacho. Passing ability yake, uwezo wa kupokea mpira, uwezo wa kurelease mpira kwenye miguu yake, confidence alionayo ni klasi nyingine kabisa ambayo kwenye mpira wetu atafanya mambo makubwa sana. Lakini kwa kipindi hiki nafikiri moja kati ya vitu ambavyo vitamsumbua kwenye mechi kubwa ni pamoja na fitness yake. Lakini kwa sababu bado anacheza, naamini kuna muda utafika na atakaa sawa.